Leo bwana, nitakuletea tabia 5 za wanaume. Tabia 5 za wanaume ambazo wanazo. Tabia ya kwanza bwana, ni tabia wanaume. Tabia ya kwanza inaitwa tabia ambayo inajulikana kama wanajiona kama wafalme. Wanaume wengi wana tabia ya kujiona kama wafalme. Hii ni aina ya wanaume ambao utaka kujiona wao ndo king katika nyumba, kutaka kutawala kwa kila kitu ndani ya nyumba. Mwanamke anachukuliwa kama mtu ambaye hafai, ni mkiumbe dhaifu, ananyanyasika, anasema vibaya, anaonekana yeye ndo kila kitu ndani ya hiyo nyumba yake. Mwanamke hana nafasi yoyote kwenye hiyo nyumba. Wanaume hawa hawafanyi chochote ndani ya nyumba zao. Hawafanyi kazi aina yote, wao ni kula, kulala na kuondoka. Mwanamke atafanya kila kitu ndani ya nyumba. Mwanamke ataosha vyombo, atafua nguo za mume wake, ataogesha watoto, atawalisha watoto, lakini huyo mwanaume mwenye hiyo tabia hana msaada wote kwa mwanamke wake. Tabia hii ni tabia ambayo inakera sana wanawake. Mwanaume ameshindwa hata kumsaidia mke wake kupika uji wa mtoto. Akiamka yeye ni kupiga, kazi yake kubwa ni kuosha uso wake, kama sio kuosha uso wake, kuoga na kwenda kuchukua nguo ambayo mke wake alishaifua, alishainyosha, alishaiweka kwenye kabati na kuvaa na kuondoka. Tena wanatamani hata wapewe nafasi ya kuogeshwa na wake zao. Hali jinsi gani huyo mwanaume alivyojiweka yeye ni kama king, kama yeye ndo kubwa jambo lolote, yani kama vile polini mnyama mkubwa ambaye anatawala wanyama wote, lakini hata wanyama wana akili. Lakini mwanaume huyu huwa ni mwanaume ambaye hana msaada wote kwa mke wake. Yeye akishatoa hela, kemaliza na kuonekana yeye ndo kila kitu ndani ya nyumba, mwanamke hana chochote cha kuweza kumwambia mume wake. Mwanamke ana kauli yote ndani ya mume wake. Akiingia nyumbani kama boss, anavyoingia ofisini, watu wote ndani ya nyumba hiyo wanakaa kimya, wasikaingia. Hiyo ni tabia ya mwanaume ambayo inaitambulika kama wanajiona kama wafalme, king husband. Hiyo ni tabia namba 1 ya wanaume wengi. Kwa hiyo dada zangu, kweni makini. Dada zangu, kweni makini. Kabla sijaendelea mbele, naomba usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Tabia ya pili bwana, hii tabia nayo inakera sana watu. Tabia hii bwana, wanatambulika kama wanaume wanaojihisi bado hawajaoa, bachelor husband. Hao wanaume yani wao wameoa wanawake, lakini bado wanajiona kwamba wao bado hawajaoa, yani wana mke, ni kama wako tu bachelor, yani waishi kama ghetto. Inatambulika kama wanaume wasiohisi, wanajihisi kwamba bado wao ni watoto, bado wao wanaishi kigeto, bado ambao wanajiona kwamba wao hawajaoa. Umeona bwana? Hii ni aina wanaume ambao hawashirikishi wake zao kwa kitu chochote. Yani wao hawezi kumwambia mke wangu mimi nataka nifanye 1 2 3. Mambo yake anafanya yeye kama yeye. Kama anaamka ghetto, kama anaishi yeye kama yeye, hana mtu ndani ya nyumba yake. Ufanya mambo kama vile bado hawajaoa. Utumia muda wao mwingi na marafiki zao. Utakuta jamaa limeoa lakini muda mwingi liko na marafiki, linatoka linaenda kwa na marafiki zake, linakaa linapiga story, linakunywa kahawa, kama ni bia wanakunywa bia, wanacheka, wanafurahi. Lakini nyumbani mambo yake yanafanya yeye kama yeye. Mke wake hawezi kujua chochote. Ameenda huku, amenunua gari, kumbe gari ni bovu, maskini ya Mungu, mke wake hajui, inaanza kumsumbua. Inapoanza kumsumbua ndo anaanza kumshikisha mke wake. Hiyo ni tabia wanaume ambao wanatambulika kwamba
ni wanaume wanaojihisi bado hawajaoa, wanajitambua kama wanaume ambao wako wenyewe, hawajaoa, wanaishi wenyewe kama wako ghetto. Wanaume hao wana tabia nyingi ambazo hazimfurahishi mwanamke, hususan kwenye mambo ya kimaendeleo. Kwa mfano, mume kanunua gari kama nilivyosema bila kumshirikisha mke. Akipata ajali wakati anakuja na hiyo gari nyumbani, ndio mke anajua kwamba mume wangu amepata ajali. Kwenda kufuatilia nakuta gari alitoka kuichukua somewhere, alikuwa shainunua. Umeona vitu kama hivi. Kwa hiyo mwanamke hanakuwa na nafasi ya chochote kusema chochote kwa hiyo mwanamume wake. Angeweza kumshirikisha mwanamume wake, angeweza kumshauri labda tufanye hivi na hivi, tusifanye hicho, gari tuiache, tununue kwanza kiwanja tujenge na vitu kama hivyo. Hiyo ni tabia namba 2 ya wanaume. Tabia namba 3, hii ni tabia ambayo inatambulika kama wanaume wenye gubu. Gubu. Kitaalamu inaitwa acidic husband. Wanaume ambao wana gubu. Wanaume ambao wana gubu hawa hujifanya wasamaria wema. Wanajali kila mwanamke. Wanajali marafiki wa kike na wanajali sana marafiki wa kike na wake za watu. Wanaume hao wanakuwa na kitu kinaitwa kisilani. Wana kitu kinaitwa kisilani. Hawa ukasirika kila mara, tena bila sababu ya msingi. Na wakikutana na mwanamke, kila mwanamke anamshobokea. Yaani lakini dakika kadhaa tu anaweza akakukasirikia, akakununia, akaanza kujiona yeye kama amekosewa. Makelele aishi ndani ya nyumba. Kosa la mwaka jana analiongelea leo. Hawa ni wanaume wanatambulika kama wanaume wenye gubu. Umeona? Anawaza kukasirika kila wakati. Huyu ni mwanaume mwenye gubu. Hiyo ni aina ya tabia za wanaume. Jina wanaume bwana ni tabia wanaume ambao wanaitwa kama wanaume wa kila mtu, general husband, wanaume wa kila mtu. Sasa wanaume hao bwana, kila mwanamke atakayepita mbele yake ni wa kwake. Hao wanajifanya wasamaria wema sana, kutotoa misaada vya ovyo ovyo. Mwanamke kidogo ameshamshobokea, ameshachukua namba, kitu fulani kashafanya. Mike kama alikuwa na mademu huko nyuma, ameshawapigia simu, tukutane twende bar tukanywe bia, na hatimaye hata wanaweza kufanya tena matendo ya zinaa. Hawa ni wanaume wanaitwa kama mume wa kila mtu. Mume wa kila mtu, general husband. Kwa hiyo hawa ni wanaume ambao ni hatari sana kwenye mahusiano. Wanaume wenye tabia ya 5 wanaitwa wanaume wanaojifanya wagumu, dry husband. Hao wanajifanya wagumu sana. Hawana yale mambo ya kimahaba. Yaani hao jamaa wanajifanya wagumu, hawana mambo ya kimahaba, na hao hujua kuwa ndoa ni kuleta chakula na kushughulika kitandani, full stop. Hao jamaa wana mahaba kabisa. Wao wanajua kwamba ndoa ni kuleta chakula na kupiga na kushughulika tu kitandani. Hakuna jambo lingine ambalo linatakiwa lifanywe na mwanaume ndani ya ndoa. Mahaba, mke wangu leo tunaomba tutoke. Hamna vitu kama hivyo. Tabia 6 ni wanaume wanaopenda kutumia wake zao. Ni wanaume wanaopenda kutumia wake zao. Hawa wanapenda pale wanapokuwa na shida, wanakuwa watu wazuri sana kwa wake zao. Kwa hiyo wanaume hao bwana ni watu ambao wanapenda miteremko.
wanatambulika kama panado husbands. Wanapenda kuwatumia wake zao kama miteremko. Pale wanapokuwa na shida ndio wanajifanya mwanamume mpole, yuko vizuri, kumbe ana shida. Aina 7 ni wanaume ambao hawataki kukua. Hao ni wanaume ambao hawataki kukua, wanabaki wako vile vile miaka yote. Baby husband, bado na tabia za kitoto, hawezi kufanya maamuzi wenyewe mpaka kuuliza kwa ndugu zao. Mtu kaoa lakini kila siku anampigia simu mama yake kuuliza hiki na kile. Mama, leo nataka niende Mbeya. Usiende mwanangu. Ni wanaume ambao wanakuwa bado wana akili za kitoto. Aina za 8 ni wanaume mume mtalii. Hii ni aina ya tabia mwanaume ambaye anaitwa kama mume mtalii. Hawa ni wanakuja nyumbani kama wageni vile. Mume atahudumia familia yake kila kitu, lakini hawezi kupata muda wa kukaa na familia yake na kusema naenda sehemu fulani. Atajiondokea tu na kwenda sehemu fulani bila taarifa. Wanaitwa kama wanaume watalii. Akirudi nyumbani, mke na watoto wamelala. Kwa hiyo akiondoka zake, anaondoka nyumbani, anaenda sehemu, hagi, lakini anahudumia familia yake vizuri. Hagi kama aliondoka, na akirudi anakuta familia ishalala. Wanaitwa kama wanaume watalii. Wanaume wenye tabia nyingine wanatambulika kama wanaume wanaofuatilia kila kitu. Mwanaume kama huyo ni shida, atafuatilia kila kitu ndani ya nyumba. Hii ni aina ya wanaume ambao hufuatilia kila kitu, kuchunguza kila mwanamke anachofanya. Hawapendi kupuuza jambo. Akienda sehemu atachunguza anaenda na nani, anakutana na nani. Hawa ni wanawivu wa ajabu. Kila saa uisi wake zao wanasalitiwa. Hawa wanaitwa wanaume ambao wanafuatilia kila kitu, kila jambo kwenye mahusiano. Tabia ya 10 bwana ni wanaume mahiri. Huyu anaweza kuwa na hela lakini mbaili ya ajabu. Akimpa mwanamke hela, atafuatilia matumizi yake mpaka senti ya mwisho. Atafuatilia mpaka mambo ya jikoni. Hawa wanaitwa wanaume wabahiri. Nashukuru kwa kusikiliza tabia hizo wanaume. Naomba usisahau ku like, comment na kusubscribe kwenye channel yangu.